Buda boss, Zanucho hapa hivi boys wako wa 035. Storyboard TV on session. Leo tuko na boys wetu mmoja. Ngori mbaya sana, anakuaga pale behind the scenes. Leo hapa hivi mbele. Anaitwa Noti. Usishangae wale maboys wengine wako wapi? Wako tu hapa hivi behind the scene pia wana feel mawaya kazi na overheat ama nini. Leo story ni moto. Ngoja, sijakuletea si ndio? Bana. Hata kani left. Unajua kuna msee bana ninampatia hivi ngumi na left kumgotea. Analenga. Akalenga. Wanasema gadi left ni swara. Ni swara. Swara nini nilimpea hii? Very far out. No offense to. So, mtu wangu, leo tunapiga story moja murwa kabisa, takatifu. Story inahusu church. Corruption za church. Story za church. Story za church. Mapasta vile kunaenda. Ile dodo za church zinaendaga chini ya maji. Na cheki. Na before tuanze hiyo kitu, story ni moto. Before tuanze kwanza, anaitwa nani? Fundi wa mitambo kwa hivyo nyuma kwanza hebu cheza hiyo intro. Chali yangu hivi ndo kunaenda. Mimi ni Kasande tu hivi nimetoka Rosafi nikacheki acha nishe kwa mother. Nibonge naye kiasi nimcheki nijue pia anaendeleaje. Kufika mother na show inakwaje? Kuna Rambe Church leo si utokee. Nacheki. Kaambia Rambe ni nini? Akaniambia so pasi wetu. Mtoi wake anataka kuishia kampo. So kamchango hapo. At least hiyo dodo ija. Manzi real quick. Mimi nitasema okay ni vyema. But nikamwambia mother mimi siwezi. Akashangaa kwa nini? Nikamwambia mimi siwezi. Akaniambia ama utakuwa busy. Kama utakuwa busy unaweza niachia do yako. Unaweza enda shughuli zako at least do niachie do mimi nifikisha. Nikamwambia siko busy but do pia sikupei juu siwezi changa. Akauliza kwa nini? Nikamwambia nilimshow ni ufala. Iko hivi man. Acha nikwambie kwa nini siwezi changa. Ni mtu hiyo pasi. But siwezi changa. Kwa nini? Kitu ya kwanza upasi analipo mshande ya 40,000. Mshande? Church 40,000 Church ni ya masla. Church wenye wanakuja church ni wenye walipoga mshande ya 6,000, 7,000, 8,000. Kama mbali sana 15,000 but 15,000 kama imeenda sana ni mzito. Juu hiyo church mzima kuna mwalimu kama mmoja. Mwenye ni mwalimu anapata so range ya waseni utautano hapo hivyo. Alafu kitu 70% ni masla. Kwa mama kuchoma mei mama mboga masla tu hakuna mtu akona job. So hapo hivyo kwa watu ndo mshande ya upasi ya 40,000. So wao wanachanga hiyo do. Na ni watu wana struggle. Inatoka hapo inalipa upasi. Apart from hiyo every end month pasi anapatiwa 40,000 yake. Hiyo ni kando. Salo. Bado anajengwa shopo. Kwa serious. Msa anajengwa shopo ya month mzima. So ni shopo moja shua mbaya sana. Shopo shua. Cheki. Month msisi yeye anamjenga fiti. Umse ni mjanja. So ile kitu alifanya ndio vitu zitoke fiti. Aliweka hivi. Wase si lazima walete do ya shopo. Simshatoa do ya salon jenga. So shopo si lazima mlete do. So wewe mnapangwa wewe utaleta sukari kilo 2. So pia mse anafanya shopo kile. Mama nani utaleta unga hiyo kiasi. Kuna mwenye ataleta chumvi, kuna mwenye ataleta chumvi nusu gunia. Kuna mwenye ataleta unga ugali, kuna unga ya chapo, kuna mwenye ataleta ngata, mafuta ya kupika hapo hivi. Haya, so unajua si hao peke yake. Au nikawa watu 5 tumesema. Wase ni wengi. So kumaanisha waunga watarudiwa kama seka 30 na wewe pia utaleta unga, wewe pia utaleta tena shughuli. Utaleta pasta kunywa juice. Pasta kunywa soda. Sharubati. So unacheki. Wanaleta master. Wana nice msisi. So ile time kila msana analeta shopo yake. Zile vitu zinajaa pale design. Mbaya sana. Upasi anastay hapa hivi ki 1 month. Anastay kwa church. Si hata analipa rent. Ziko keja. Au mzalipi rent. So ile 40 yake hakuna rent. Ile 40 yake iko hapa. Hakuna waba analipa. Hakuna nare analipa. So yote tu ni ya maji, ya mfuko tu yani yote. Shopo ndio hiyo. Shopo inaletwa mob. Alafu unajua vile mother unakuwaga wako na roho ya church wakisikia kutoa. Unajua mother akiambiwa donga moja anakuja hata na bundle mzima. Acha nikwambie, unajua wife yako anaweza kupikia ugali sukuma daily lakini pastor akikuja ampikie mayai 7. Unaongelea mayai ama ataweza tafutia hata pirana. Anachinjia pastor pirana. Cheki wewe
kuku inaweza chinjwa kwako na pasta ingie. Pasta apatiwe steak zote mbili. Nilipewa kichwa na miguu. Wanakuwa na ufala sana. So lakini hao mother wameleta hizi ma stuff zimejaa. Umse anaishi hapa hivi one month. Akishaletewa hizo kuna familia yake Ocha. So familia pasta pia zinafai kule. Akiwa wajameni waumini. Waumini wenzangu, shopo nyingine. Yeye kupeleka Ocha. Sasa ile ya kwanza ni yake tu ya. Ile ni yake ya kutumia hapo. Na ni shopo bigi. Ingine tena peleka Ocha. Okay. Umse kitu nyingine nanikasirisha kufanya hizo mashopo si issue. Si ni mtu wa Mungu. Sasa anaisiwe ametunice na watu. Si ndio? Sasa si at least apigwe kashopo. Hata nikwambie kitu ile nikasirisha na huyu jangu. Umse alikuwa anatoa anabonga kama kutoa ushuhuda church. Unacheki? Akasema alikuwa anabonga kuhusu offerings, givings and offerings and hizo bullshit zinaendeleaga huko kwa church. Alikuwa anaziongelea. So anaambia wase ukitaka kuwa blessed, yenyewe ni ukweli. Ukitaka kuwa blessed, manzee pia bless wengine. Unacheki? Toa offering. Unacheki? Tolea Mungu. Fanya ni kweli mi God manzee. In fact kwanza nataka usikize hii story. Mimi sina ubaya. Offering type kila kitu wase watoe roho safi. Hiyo ni roho safi hiyo. So pastor preach hivyo ni kweli. But umse alisema kutoka 2020 tuko 2020 umse alisema mahindi walivuna kwa shake. Anasema yati akivuna anachukua mei ama hizo mavuno yamevuna anapeleka church. Unacheki? Ama sija anapelekaga wapi. Umse alisema mavuno yalivuna church alivuna kwa shake. Mavuno alivuna kwa shake. Juu alitolea Mungu tithe. Mungu akambless mahindi ya 2017 last week tuko 2020 mahindi walivuna 2017 last week ndo wameshiaga gorogoro ya mwisho. So ya 2017 kapita 2018 na 19 mpaka 2020. Watu wanalima every season every year. Kila season, kila mwaka. So kumaanisha umse ndo amemaliza mahindi ya 2017. So bado ya 2018 wajaguza. Iko tu story wajaguza hapo story ya 2020 na hivyo. Unacheki? Ya 2020 kwanza iko imevunwa hata. Ishavunwa tayari. Tushapita hizo miezi. Buda boss. Nikianza story nilisema wase waumini hiyo church ni maasi. Pale hivi church manze kuna watu wanalala njaa manze. Kuna watu si church ile yenye asako na magari. Ile in fact nakwambia in fact kwa hiyo church gari moja ndio inaingiaga. Unajua gari ni nani? Yao pasi. So ni yake tu peke yake. So yeye peke yake ndo akona gari. Yako na gari. Ngoja, niulize hiyo gari baiwa na nani? Nani alinunua? Waumini. So walichanga kanunua gari. Wakabayo mse gari. Udipasi manze. Mtu wa Mungu asichoke. Mbona pastor atembea? Pastor hawezi tembea. Tununulie pastor gari. Tununulie pastor gari. So hii ni gari ya maasla. Hii ni gari. Hii ni church ya maasla. Unacheki? Hao ndo wana promote hapo. Sasa wanalala manja kwao. Mtu amshandia 1000 mse. 1000 hizi kutosha full month. Wasa wanalala njaa. Unacheki? Watoya kwa hapo. Watoya kwa hapo hivi manze school fees jo. Hakuna mtu analipa. Unacheki? So umpasi hizi simama mbele ya church aseme mtoto wa mama nani amefukuzwa school fees change tumfanyia harambee. Hizi sema kitu kama hiyo. Harambee na nyesi sijasikia hizo story kwa church ati tufanye harambee sijui tu nice nani tufanye harambee ati tupigie mse fulani shopo. Harambee church inakuwa harambee ya church inakuwa kununua speaker ya church. Kujenga choo ya church, kujengea pastor nyumba, na kujengea pastor nyumba za pastor. Na shughuli za pastor. Na shughuli za church. Pastor hii harambee anataka afanywa ya kupeleka mtu wake shule. Unajua pastor yeye mwenyewe ako shule. Anasomeshwa na church ama anajilipia? Church inamsomesha. Anataka kuwa daktari. Kwa daktari anataka kuacha kwa pastor. So achangiwe akue doctor aache upasta ama. So si church ni Sunday ana preach Sunday anaenda job. So analipiwa au masla tu wamshande fake ndo anatoa do wamlipie ende akwe doki. Wanamlipia already inaendelea tayari. Inaendelea. Ndio harambee nyingine mtu wake aishe kampo. Sasa wanatoa pia do yote.
Sasa anaumia. Sasa anaumia. Ishopo yote yenye mse anapangiwa, anabaiwa. Mbona siseme we leo kuna ule mother ama atembelewa we mama nani unaendelea aje hapa kwako uko sawa aende kwa mama nani unaendelea unajua na church kuna wase wengi wanaweza sema hata hiyo design wanaweza sema okay Sunday tufanyeni aje manze tuweke kawa mother unacheki wa mother tuanze kila Sunday tunapiga hata mmoja shopo bana ndio hii Sunday tupigie mmoja shopo next week ni mwingine hivyo iendaga juu hao mother vile wanakaa kwa church wanajua huyu mother anaini si ndio wanajua bwana huyu mother alivutwa job ule asha wetu mwenye ako pale manzi anajua unacheki acha nikwambie kuna boys fulani na kitu ninachoma kuchoma najua wewe mtaki watch itampata kuna boys fulani boys alimada class 8 unacheki alimada class 8 church manzi jo mother umse hapo anataka kumpeleka shule high school ni alimada 8 8 unajua hata chacha ikuchangamkia umse hata mtafutie school fees hata amchangie hivyo tu walimwacha tu hivyo pasi analipiwa unacheki umse madhake akacheki juu manze kutoa do iende ilipie yani kutoa do iende ilipie mse school fees ni mob acha mtafute kitu kama 30,000 nipeleke huyo boys kwa mse wa jua kali mse wa wiring ama technician wa stima afunzwe hii kazi ni at least anzia hapo na chachi yuko huyu mother job yake ni kuchoma mei niambie huyu mother atatoa 30k kamili na bado chachi inamgoja bado kuna ile shop ya pasta kuna shop ya pasta hajatoa hiyo ni lazima hiyo hajatoa sadaka kuna tithe hapo hivyo hajatoa tithe kuna mkutano wa mama siji kwenda siji wapi lazima kuna hizo madogo kuna vitambaa za mama za kichwa za church lazima kuna kitambaa ile ya upale hivi mbele hizo kwanza ni wa mother ndo anashughulikia sana so mother isa lasa kuna vile anaweza raise alipie mtu hii unacheki so mother imebidi amemlipa kidogo 2,000 ile ndo anapata tu 5 so mtu hii anaishaishia na train kiasi kadoka anapotea usini hakuna do mwenye anamtrain anamwambia bana school fees bado bana itabidi tembea itabidi umeingia mtaa siko baya lakini but atawezi kadoka kipatikana huko endelee pia so boys vile alianza kutrain alianza shikashika so pasi akasema acha nichukue boy niishi naye hapa kwangu si mother akakubali mother akakubali boy ndiye alikuwa kazi yake church ni kubeba speaker ya church kuweka asubuhi kutoa jioni kurudisha speaker ikiharibika yeye anashughulika at least anajua kitu anajua kitu customer pale hivi kakiflika 2-3 hivi very fast kwa hapo so umse hakuna kitu analipwa church kuna kitu anapewa keyboard ndio amejifunza na piga church hakuna kitu umse anapewa okay ni kazi ya Mungu sasa kulipwa hawezi ni sawa tu acha tuseme sawa tunafanyia Mungu sasa mbona unangoja malipo okay so umse akifukuzwa ile school fees anarudia na kaa kwa church na pasi anajua mse kwa area na pasi anajua mse ametolewa hayuko job sio school fees hajalipa ndio sababu anajua obvious mse anafunzwa job so kama hayuko huko obviously ni donda anafanya nini hapa madhau boy anarudi anaambia pasi manze ka school fees nimechujwa ndio sababu nimerudi mtaa Sunday ikifika pasi ana preach vitu zake hapo mataifa zake na naishia mbona asiseme we kuna boys mnamuonaga anatubebeaga speaker ikiharibika anashughulika unacheki customer hapa kwa chachi anashughulika boys ndio ka security hapa na analaga hapa hivi chata zile siko anashindaga hapa hivi mchana na fieka hapo nje unacheki vile environment iko sawa so boy anasoma pale hivi tao na school fees amefukuzwa so nyinyi kama wazazi tuchangie in fact hiyo kwanza unajua kwa church hiyo ni Sunday moja Sunday moja ndio story imeisha inalalishwa imenyuri so umse aizi fanya kitu kama hiyo unacheki so boy anafukuzwa na kama dhaki anachoma mei anafanya nini anakopesha anakimbia analipa boy tena anaenda tena anakaa anafukuzwa hivyo tu unajua pasi yako na authority kwa church pasi akisema hii Sunday tuko na harambee tunataka do fulani unajua do itafika watajaza hiyo do ifike so kani kusaidia msee inakuwa kitu simple sana kwa church mzee anaweza kuolewa so boy ilifika extend
Hiyo story ya kutrain huko hivyo electricians na manini nini huko electrician ikakuwa ngumu juu dolari ni nini. So ikabidi atoke hapo, naona eleji yake 1 2 3 nye amepata, lakini haja advance sana. Tumekuwa salama. Sasa ingia mtaani. So akabaki tu bado hapo pale hivi na pastor. Anakaga tu naye hapo hivi. Pastor anamwachanisha tu hivyo. Boy, sasa kuna mshirika mmoja church. Akabai boda. Alikuwa na boda. So vile alikuwa na boda, akaanza akafunza boy kuride. Unacheki. So akakuaga anampatiaga inaitwa aje? Sijui ni ride. Hiyo ride inaitwa squad. Squad, akamjenga squad. So kumjenga squad, umse akakuaga anaenda around ka 5 majioni hivi, aingize pesa kwa mfuko. At least kuna za macho. So umse akakuja akaomoka, umse wa boda. Akaomoka, aka launch boda nyingine mpya. Launch hiyo mpya akacheki hiyo boy. Hayuko mbaya. Cheki do hivi, mimi niko na attachment na hii boda nyemezeeka. 150 mpya. Akapewa. BM changamka nayo. Asol. Wewe huyu mbona unaniletea asol yangu ya siku? Safi. Wewe ukiunda zingine si ni zako. Ukiunda 1M kwa siku, toa 400 bob. Wewe ni pesa. Zingine wewe jibambe. So si stories za corona zimeshaanza tokea, zimetrend. Pasi akacheki kijana siku hizi akaagikagi hapo. Unaendaga wapi? Siku hizi ndugu nani alinipatia. Niko na hiki. Siku hizi niko hiki kitu, at least nijenge ka kitu nisaidie madhe pale hivi mtaani ana struggle bana. Manzi at least hata biashara yake omoke. Pasi akamuuliza boys okay, alimwacha akafanya kitu ka wiki hivi. Akamuuliza boda boss, unajua kuna corona? Msaka akamwambia na uwaga una sanitize wase before wapandie nduvi wabebe. Na unavaa mask jumseki ongea sijui nini my infection. Cheki buda do hivi. Lala tu hapa leo, kesho man mimi sitaki uniambukize corona. Kesho wewe away mali utaway. Assistant church. Alimchuja. Yaani boy amerudi usiku. Wewe does tu leo. Kesho wewe bwana mimi sitaki mtu careless utaniletea ukidi. Hiyo ni pasi. Na boy anajaribu hasa. So, pasi anasema ataletea corona. Haikuishia hapo. Boy ni mboys ameshika church. Akarudia tu church. Si aliama. Kuja church next Sunday. Pasi buka. Huyu jamaa mwenye amepatia boda. Umse anatoa wapi do? Sasa kwa tunaka boda Kenya kamezeeka. Saizi yako nayo mpya. Na anakupatia mpya, mbona aendeje mpya? Kijana, unajua hivyo ndio watu wanaingizwa kwa ma devil worshippers. Unajua unatolewa sacrifice. Na mwenyewe bike ni mswa church. Hapo. Upasi anataka. Okay, si upasi. Viewer, ukiwahi itiwa keja ya church uishi church, toka mbio. Usiangalie nyuma. Usiangalie church. Kitu ya kwanza, ukiishi church, wazao kuja Sunday waanze kuomba. Wanaomba, Mungu nitolee msoto. Mungu nitolee maugonjwa, nini. Hizo magonjwa zikitoka, zinabakiki zikiroteta hapo kwa church. So, wewe ukienda ishi hapo kwa keja ya church, zinaingia kwako. Zinakuwa hizo zote zinakuwa zako. So unakuwa Yesu wao watu wote, mamsalaba zote. So, on a serious note, ukitiwa keja ya church buda, toka mbio. Usingoje. Hepa msee, raba. Ama pasi wanataka ukae church. Ukwage mtu akufieka, ulipwi, unaosha church, ulipwi, unafanya nini wewe ndio security hapo. Wewe unaunda fence hapo hivyo upande. Ujengo yani, mimi nishaishi church. Nilipanda maua church mzima. Church kangara nikafieka nikatengeneza unda fence, nini, unda gate, nini. Ikafika mahali tukaanza mimi na boys wangu fulani tukaanza biashara ya kupika mandazi. Pastor vile alicheki tumeanza omoka, tunafanya majob zetu, alituchuja church. Yana mbaya. Vibaya kwanza usiku alikuja very fast. Vitu zilitupo nje. Na ni church. Kama landlord wa wapi? Githurai ama wapi? Mgani? Landlord wa wapi? Ni hood gani ndio kana landlord wabaya? Tuseme Githurai. Tuseme Githu. Unachujwa yani ruthlessly. Hivyo ndo tulichujwa. So upasi alichujwa boys. After kumchuja bado anamuhanda. Bado anamsarau. Anamwambia huyu msata kuingiza kwa madevo. Mbona anakupatia boda mpya na alinunua aje boda? Unacheki. Taki wase waendelee. Unacheki. Yaani ubaki mali ulikuwa. Ukae tu hapo. Unacheki ukae tu hapo. Sasa mama ananiambia tufanye msarambe ya mkidi. Aende kampo. Hata kama ni wewe. No. Hata kama ni wewe. Tadu.
Msisi yako na ndai. Sasa kuna ndai. Tutafute market hiyo gari tu zia. Hiyo dozi itatosha. Isomesha mtu. Si ndio? Uko mbele alafu boy wewe mtu yeye atanunua gari siku nyingine. Robea si baba yake. Si buda yake. So nilikuja kufind out upasi pia. Akona kiosk. Huyu pasi yako na kiosk, wewe pasi kaona watch. Akona kiosk ocha. So hizi ma shopping mingi hizi. Are you picking up what I'm putting down? Yes. Sisi vitu ndo zenye zinaenda kwa. Si ndio. Ini stock. Ini beast. Ini stock msee. Na wenye wanabai ni watu wana struggle manzi, watu wanalala njaa. Nakumbuka kuna mother kuna watu wafanye vizuri kwa hivyo. Kuna mother fulani hapo hivyo church. Mother manzi kuna day amekaa church na mtoi. Watu hata wana viatu, wana makladi poa. So mtu mmoja alijiwachilia kwa makladi. So si mshirika mmoja hapo hivi mwenye siwezi mtaja akaishia akachukua mtu yake akampeleka hapo hivi nje akampiga clean up akachukua viatu za mtoi wake akamvalisha mtoi na kango extra akamvalisha mother tukimcheki manzole mother na struggle kimcheki tu tunacheki kichwa yake alishuka zinatoka lights hizi kama ni karo hizo stuff alizishuka alafu nikaa alishuka 2012 juu imemea mstuni nda ushacheki majani chai yenye japaliliwa na iliachwa iliabandoniwa kuna zenye ni miti tayari ndani